Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Nchi ya Kenya inaendelea kujiandaa kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Na baada ya kimya kirefu, William Samoei Ruto hatimaye aliamua kutengeneza IEBC. Aliwachagua wale makommissioners pamoja na mwenyekiti wa IEBC ambao watakuja kusimamia huo uchaguzi wa mwaka wa 2027. Lakini maamuzi yake ya kuteua wale makommissioners, hayo maamuzi yalikuwa yamepingwa na mahakama. Na mahakama ikatoa uamuzi ikiwazuia wabunge wasiendelee na kuwafanyia vetting ama kuwakagua, kuidhinisha kwamba wale makomishna ambao waliteuliwa na William Samoei Ruto wako sawa kuiongoza nchi ya Kenya kama wasimamizi wa IEBC. Na tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 ndio mahakama ilikuwa imepinga na kuwazuia wabunge wasiendelee na kuwafanyia vetting hawa makomishna ambao walikuwa wameteuliwa na William Samoei Ruto. High Court issues conservatory orders blocking vetting and approval of President William Ruto's IEBC nominees by National Assembly until May 29. Na baada ya huo muda ambao ulikuwa umepeanwa na mahakama kukamilisha, sasa mahakama imewaruhusu wale wabunge wawafanyie hawa makommissioners vetting, na hiyo vetting imeanza siku ya leo pale kwenye bunge la kitaifa, na hiyo vetting inaendelea sasa hivi. Wanaendelea kufanyiwa vetting ili waonekane kama wanafaa kushikilia hizo nafasi na kuongoza nchi ya Kenya kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Hawa wabunge ambao wanawakagua hawa makommissioners siku ya leo ni lazima wakuwe waangalifu sana. Wahakikisha kwamba hawa makommissioners watakuja kuwafanyia wananchi kazi kwenye huo uchaguzi wa mwaka wa 2027. Kwa sababu endapo tutashuhudia tofauti kama zile ambazo tulizishuhudia mwaka wa 2022, basi huenda mambo yakakuwa sio mazuri hapa nchini Kenya. Kwa sababu wananchi sasa hivi wako na hasira, hasa na hii IEBC ambayo imekuwa ikilaumiwa kwa kuwatangaza viongozi ambao hawajakuwa wakishinda kwenye uchaguzi wa urais, mchaguano ambao umekuwa ukitangulia hapo awali, hasa kuhusiana na ule uchaguzi wa mwaka wa 2022 ambapo marehemu Wafula Chebukati amekuwa akikashifiwa sana kuhusiana na yale maamuzi ama ule ushindi ambao aliutangaza kwa William Samoei Ruto. Watazamaji, nataka niwapatie fursa niwapeleke kule kwenye bunge la kitaifa waweze kujionea vile mambo yalivyo sasa hivi, ambapo hawa commissioners wanaendelea kufanyiwa vetting siku ya leo. Lakini kabla sijawekea video watazamaji wangu, ningependa kukuomba wewe mtazamaji uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, share na comment, posa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. As the new chair and commission, we will ensure that internally we put our house in order. That if there are any challenges that the post-election evaluation report identifies, if there are any challenges that our partners and stakeholders, for example, through the political parties liaison committee, if there are those challenges that they identify, it's our responsibility as duty bearers to put in place measures to rectify those, so that then we perfect our system. Chair, also, in terms of those incidences of malpractices that sometimes make the system appear not to be working, I think Kenyans, I would ask us to trust that in this new IEBC, when we identify cases of malpractices, we should be able to punish those. We should be able to take action in terms of working with the relevant government institutions to investigate and bring those perpetrators to book. So, Chair, I think that is the much. Will you run away to South Africa if you baggle the election and you leave us fighting one another? Chair, this is my country and I love it very much. That is why I came back, and that is why I want to continue serving it in this. Why are you working in South Africa? I'm working currently with African Union, which you know we are member state, and we're also doing things to actually, for example, the programs that we are doing is to support countries emerging from crisis and conflicts and that are going through governance transitions like
Gabon and Mozambique and stuff like that. So it's equally important work. You manage in South Africa itself, which seems to have its own peculiar problems with races. Yes, of course, there are challenges of governance there as well. But for me, when if called upon to serve my country, this is my priority, and it will be my pride. Thank you very much. In the remaining 10 minutes, please take the other questions very fast. They were precise. It's a very important question. Yeah, but for purposes of that that transparency of the electoral process itself, how much are you willing to spend, or rather commit yourselves into technology? Because a country like India with 800 million voters, by 5:36 you already know the results. It's nothing. It's you can get that all over. You can buy those packages of that technology, and it's the cheapest thing when you compare it to the kind of cost we have in Kenya. But that way you can even be looking at the screen and seeing how well a party or an individual or a candidate is doing. How much are you willing to invest in that technology for purposes of that? Yes, thank you. Thank you, Honorable Farah. I think technology, our elections have come of age, from the Mulolongo to the secret ballot to the manual, and now to the integration between manual and the electronic. What we can do is to take it even higher, to look at what are the emerging technologies, to look at what is out there. So my role as the leader of that commission is to sit down with the experts to understand what is new. I've seen even some young Kenyans circulating some apps that they have come up with a system where you can do electronic election monitoring from your phone. So we need to bring all these actors together, our young, vibrant youth, the tech companies, and of course working under the guidance of this parliament to be able to see how can we up our game. What is new? How can we improve things from 2022 to 2027? Watazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kumsikia, huyo ndio alichaguliwa kama mwenyekiti wa IEBC ambaye atakuwa anaiongoza nchi ya Kenya kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Huyu aliteuliwa na William Samoei Ruto, lakini haimaanishi ya kwamba atatangaza ule ushindi kwa upande wa William Samoei Ruto, bali atatangaza ushindi ambao utakuwa ni wa haki na usawa. Mahali ambapo wananchi watapiga kura, hapo ndio hawa commissioners wanastahili kutangaza ushindi, bali sio tofauti kama zile ambazo tulianza kuzishuhudia pale mwaka wa 2022, ambapo kuna baadhi ya commissioner walikuwa wanakataa ule ushindi ambao ulikuwa unataka kutangazwa na Wafula Chebukati. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini msiende mbali kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa narudi hivi karibuni niendelee kuwafahamisha. Na kabla sijatamatisha watazamaji wangu, ningependa kukuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.